Asifiwe. Hebu tupungiane mkono hivi. Haleluya. Kweli wa mambo, kwaya mnaimba vizuri, Mungu awabariki sana. Mnaimba vizuri kabisa kabisa. Mna ujumbe, sio sauti, hata ujumbe uliomo ndani ya nyimbo zenu unabariki kweli. Kuna wakati tuko kule nyuma mlikuwa mnaimba hapa mbele, nilibarikiwa sana na wimbo ule. Haleluya Bwana. Songeni mbele kumtumikia Mungu. Hotuba yetu ya leo saa 6:09. Si hatari hiyo. Hotuba yetu ya leo ina kichwa cha somo kinachosema kabaila. Kabaila. Nani? Kabaila. Kabaila. Kabaila tunampata wapi? Msomaji wangu alisoma sana lile fungu refu, lakini najua hamkusikiliza. Ndani ya hayo mafungu kulikuwa na mtu mmoja anaitwa nani? Kabaila. Ninaposema Kabaila, nimemwona mzee wetu mzee Kitokezi amenielewa. Lakini wengine vijana wa sasa Kabaila hamumjui kabisa. Labda kama mnamsoma tu huko, lakini sisi tulioishi enzi zile za wapigania uhuru tulikuwa tunaambiwa mabwanyenye, makabaila, wanyonyaji. Na hivi vitu siku hizi mna majina yenu, wahujumu uchumi. Enzi zile hatukuwa na maneno hayo, wahujumu nini? Uchumi. Sisi tulikuwa na makabaila, mabwanyenye, wanyonyaji. Hao ndio tulikuwa tunawajua. Na wanyonyaji ungeenda pale Zimbabwe, ndio walikuwa wanamiliki ardhi zote za Zimbabwe. Yaani wao ndio wanamiliki yale mashamba yote. Na mpigania uhuru Robert Mugabe, mwana mapinduzi, mwana wa Afrika, aliwanyang'anya mashamba yote hayo. Tunamjua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wale walikuwa wanamiliki kila kitu, majumba mazuri walikuwa wameyachukua wao. Alileta Azimio la Arusha akawanyang'anya vitu hivyo. Manyonyaji haya, makabaila haya yana matumbo yenye kazi yake, mnafanya yenyewe yanachukua, mnafanya yanachukua. Ukienda Kenya mashamba makubwa yote yalikuwa yanamilikiwa na mabwanyenye na makabaila. Sasa ukisoma Luka 19 mstari wa 11, Daniel, naomba unisomee. Dani ni msomaji mzuri, ni miongoni mwa wasomaji wazuri. Wasomaji wazuri ni wengi, lakini ili uwe msomaji mzuri lazima uzingatie vituo vikubwa kwa vidogo, funga semi na fungua semi, alafu watu ndio wanaweza wakakuelewa. Nisomee hiyo kitu. Nadhani tumpelekee mic hapo. Utanisomea tu kidogo kuanzia hadi wa 11 hadi kama wa 12 hivi. Somo letu litakuwa linasema kabaila. Linasomwaje hilo Biblia? Nisomee 19 na mstari wa 11 utakomea kama wa 15. Inasemaje? Luka 16 mstari wa 11. Waliposikia hayo, aliongea kusema mfano. Ndio. Kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu. Ndio. Na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Basi akasema, mtu mmoja kabaila. Mtu mmoja kabaila. Hapo ndipo napapenda hapo Mwalimu Kitemo. Mtu mmoja nani? Kabaila. Na unajua ya maneno aliyasema Yesu wakati akiwa karibu kabisa na Yerusalemu. Na wenyeji kati ya wanafunzi wake na watu wengine walikuwa wanajua ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia, umekuja. Yesu akasema, akaleta mfano mtu mmoja kabaila. Usisahau neno nini? Kabaila. Twende mbele kidogo. Alisafiri kwenda nchi ya mbali. Huyu kabaila alisafiri kwenda nchi za mbali. Kwenda kufanya nini? Ili ajipatie ufalme na kurudi. Ngoja nikwambie, kabaila huyu ambaye amejimilikisha mashamba, amejimilikisha kila kitu, na watu wote wa maeneo yake wakilima, wakifuga, wakivuna, wakifanya shughuli zote, mapato yote wanapeleka kwake.
Alafu yeye ndiye anawatolea hapo kidogo kidogo, anawatolea hapo kidogo kidogo, anawatolea hapo kidogo kidogo. Kabaila ni mtu tajiri anayejimilikisha, mashamba yake ni makubwa. Juzi nilipokuwa nimeenda Same, unakimbia kwenye shamba la tajiri mmoja kwa gari ndogo zaidi ya dakika 40 kwenye mashamba ya Katani. Yote ni mali ya mtu mungapi tu. Gari inakimbia spidi kwa saa 120 kwa saa, uko kwenye shamba lake tu. Hao ndio wanaitwa makabaila. Fukwe zote za bahari ni mali yake, kabaila huyo. Lakini huo utajiri aliyokuwa nao haumtoshi, anaamua kuondoka kwenda nchi za wapi? Za mbali. Haendi kutafuta chochote, sio hela, haendi kutafuta utajiri, anakwenda kutafuta ufalme. Nilikuwa nimegusia kidogo katika dakika za mwanzo hapo. Makabaila walikuwa ni watu waliopigiwa kelele na wapigania uhuru, akina Robert Mugabe, akina Nelson Mandela kule South Africa, kule bondeni. Mashamba yote, migodi yote ilikuwa chini ya makaburu. Ukienda kule Kenya, mashamba yote yalikuwa chini ya makabaila. Sasa hivi jamaa, lakini katika makabaila waliowahi kutokea duniani, makabaila wengi walikuwa ni kujirundikia mali, kuwanyonya wengine na kujirundikia wao. Ndiyo sifa ya kabaila, ndiyo sifa ya mabwanyenye, ndiyo sifa ya majitu haya, ni kukusanya vitu vyote yanajirundikia. Lakini Biblia inamtaja kabaila mungapi? Yeye alijirundikia kila kitu, alafu anaondoka kwenda nchi za wapi? Kule nako anataka ajitwishe ufalme. Huyo kabaila ni nani? Kabaila huyo ni nani? Kabaila huyo ni nani? Ukienda nchi za magharibi, kwa mfano nchi ya Marekani, unakuta wana bunge la matajiri la makabaila. Hilo ni bunge lenyewe, wakati nyinyi mnalialia, lenyewe linamiliki mapesa, malundo ya pesa. Makabaila. Asubuhi ya leo tunajifunza kabaila moja wa ajabu, na ngoja nikwambie, kabaila wote hawapendi, makabaila wote wanatukanwa, makabaila wote wanazomewa, makabaila wote wanalalamikiwa, ni wanyonyaji, wanakusanya vitu ambavyo hawakuvirima, hawakuvifanyia biashara. Wao kazi yao ni leta makabaila. Na ninawapenda wapigania uhuru, akina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakina Nelson Mandela, akina Robert Mugabe, waliwapigana, walipambana na makabaila, yalikuwa ni manyonyaji haya. Hebu tumsome, na huyo naye alienda nchi za mbali, naye walimlalamikia ni nyonyaji. Hebu soma hapo. Mstari wa 13. Biblia inasemaje? Akaita watu 10 katika watumwa wake. Hili kama yeye anataka kusafiri, ilikuwa kidogo ni sana, ikaita watu 10 katika watu wake. Akawapa mafungu 10 ya fedha. Nikawarundikia fungu 10 ya hela, rundo, marundo. Wala haipigie hesabu. Ndio ni kukurundikia rundo la hela. Yule kuna tajiri mmoja, usoma kitabu cha Mathayo, Biblia inasema mmoja akawapa talanta 5, mwingine akampa talanta ngapi? 2. Mmoja akampa talanta ngapi? 1. Inaeleweka thamani ya talanta, unaweza kufanya hesabu kajielewa. Lakini huyu wa Luka 19, yeye akawarundikia rundo watu 10. Kila mtu anamrundikia rundo d. Wala jamaa halifanyi hesabu. Sina hela. Ukiona mtu anapigania chechi, bado tu naye ni mbangaizaji. Endelea msomaji hapo. Akawaambia, fanyeni biashara hata nitakaporudi. Hili kabaila likawaambia, unajua kabaila ni majeuri, lenyewe halifanyi biashara. Lenyewe linawaambia hawa, nimewapa hiyo hela, hayo marundo, nendeni mfanye nini? Pigeni biashara mpaka nitakapofanyaje? Nitakaporudi. Je, kiwepo mvua? Biashara. Watoza kodi? Biashara. Pigeni biashara mpaka nitakapofanya nini? Nitakaporudi. Mkuu, unaenda wapi? Nimepata vyote, lakini haitoshi, ninakwenda kutafuta na ufalme. Semeni amina.
Kwa hiyo ndio kabaila, tofauti na makabaila wa South Africa, tofauti na makabaila wa Zimbabwe, tofauti na makabaila wa Kenya, tofauti na makabaila waliowahi kuwepo Tanzania, tofauti na makabaila walioko Marekani na Uingereza na Ufaransa. Huyu ni kabaila anajimilikisha kila kitu, lakini bado anakwenda safari za mbali kwenda kutafuta nini jamani? Ufalme. Lakini watu wa mji wake walimchukia. Watu wa mjini, sikiliza, ukiwa kabaila wanakuchukia. Hata ukianza kumilimiki tu hela, watu wanaanza kukuchukia. Analinga, anajiona. Sasa kama wanawachukia tu hawa tu. Je, kabaila? Unajua mumjui kabaila? Ningelikuwa sio hotuba ningemsimamisha mzee nani hapo awaeleze maana ya nani? Ya kabaila. Makabaila wanataka kufanana na wale wafalme wa zamani ambao kijiji kizima mlikuwa mnalima, nchi nzima mnamlimia nani? Mfalme. Hata mke mzuri alitakiwa wewe mfalme. Wewe unaoaje mzuri, wewe ni mlalahoi. Ukiwa na binti nzuri, mfalme anakuja anamfanya nini? Anamchukua. Hiyo ndio kwa tabia ya makabaila. Sasa wenyeji, wananchi aliyokuwa naishi naye huyu kabaila wakamchukia. Hata mimi naweza nikamchukia mtu wa namna hiyo. Hebu endelea kidogo msomaji. Wakamchukia. Wakamchukia. Wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, wakamwambia huyu tajiri, huyu kabaila huyu, huwa tunamchukia, tunamsengenya, tunamsema vibaya, haelewi dawa yake, tumpelekee wajumbe kabisa waende wamwambie hivi, hatukupendi. Msomaji tuendelee kidogo. Na kusema hatumtaki huyu atutawale. Hatutaki. Unaenda kutafuta ufalme. Huu tajiri ulionao haujakutosha. Unavyotunyanyasa haujatosheka. Unataka uende uje na ufalme tena ili tutawale. Sikiliza, sisi hatukupendi. Msomaji ndio kidogo. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake. Huyu jamaa hakujali yale maneno. Mzee nani? Huyu jamaa pamoja amepewa taarifa kwamba hatukupendi, lakini jamaa alisonga mbele akaenda nchi za wapi? Na ameacha ameangalia mafungu 10 kila mtu, na ameacha amri wafanye biashara na akute faida. Asipoikuta faida kiasi kitakutoka. Na sasa amekwenda na walimwambia hawampendi, na hiyo yeye haimtisha, aliondoka akaenda, na wengineatuambia amerudi, na amerudi sasa na ufalme anao. Jaza mtaka twende mbele. Aliamuru waite wale watumwa aliowapa pesa. Aliporudi cha kwanza niliwaita wale wote niliowapa hela zangu jioni hapo. Niliyajua faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Ninachotaka ni faida. Sifa ya kabaila, ukilima ardhi anataka apate mazao. Ukiwa unafanya biashara anataka faida. Hiyo ndiyo sifa ya makabaila, anataka faida. Huyu nani tunamsema huyu kabaila, huyu ni kabaila wa ajabu. Hataki hasara. Yeye anataka nini? Faida. Watu wakwende, hebu ninyosheni mkono namna hii, nyosha mkono namna hii, nyosha mkono namna hii, nyosha mkono namna hii. Kama wewe hauna faida, niangalieni usoni. Kama wewe hauna nini? Faida. Hauna mahusiano na huyu nani huyu kabaila. Na wala nisikucheleweshe. Huyu kabaila sio mwingine. Huyu kabaila sio wale wa Zimbabwe. Huyu kabaila sio wa Uingereza. Huyu kabaila sio wa Kenya. Huyu kabaila ni Yesu. Semeni amina. Yesu ndiye alikuja duniani. Vyote vya duniani ni vya Yesu. Hutu tuone mnakotembelea ni vya Yesu. Huo uzuri na hiyo pua vyote ni vya nani? Na Yesu, sikiliza, anasema kila kitu, hata pumzi pale tu, hata kule kukoroma usiku, vyote ni vya nani? Na alipokuja duniani akaikomboa dunia na vitu vyote akavifanya kwa vya kwake, akapaa kwenda kwa Baba kwenda kuchukua nini? Ufalme. Baadaye atafanya nini? Atakuja, na atakapokuja haji kukuuliza ulikuwa unaimba kwaya, ulikuwa mchungaji wa mtaa, ulikuwa wewe ni mrembo, nataka faida.
kwani mimi hapa mahubiri ni yangu? Yesu anasema anataka nini? Faida. Ngoja nikwambie, kama Waafrika, kama Waarabu walivyowachukia makabaila, ndivyo wanadamu wanavyomchukia Yesu, kwa sababu yeye ndiyo noble man. Kusoma yale matafsiri mengine ya Kiingereza ndio utakuta kabaila ni noble man. Yesu yeye ndiyo kabaila. Serengeti zote ni zake, Mikumi ni yake, Burigi ni yake. Semeni amina. Yesu amekupa afya, Yesu amekupa akili, Yesu amekupa mme, Yesu amekupa mke, Yesu amekupa kila kitu. Yesu amekupa kipaji cha biashara, Yesu amekupa kipaji cha kulima, Yesu amekupa, Yesu amekupa, Yesu amekupa, na anakuambia fanya biashara, fanya biashara. Mimi niko katika chumba cha pili cha patakatifu wa patakatifu huko mbinguni. Utakapofika atatoa tangazo katika chumba hicho, imekwisha, na yatayavua yale mavazi ya kikuhani na kuvaa mavazi ya kifalme, naye kwa mwaliko wa malaika na parapanda atashuka kuja duniani, sio tu kutupeleka mbinguni, bali ni kuja kuangalia faida. Amen. Kuangalia faida. Yesu anataka faida. Usiende kwa Yesu na hasara. Usiende kwa Yesu nasema sina. Usiende kwa Yesu nasema mwaka huu akashana mkabwena kashana. Hayo maneno mwambie shetani. Yesu anataka faida. Haleluya jamani. Yesu anataka nini tu? Huyo ni noble man. Huwezi kwenda kwa wale makaburu wa Zimbabwe ukawaambia atusi maharage yalikataa. Anataka faida. Anataka nini jamani? Anataka faida. Yesu anataka faida. Ngoja niwaambie, yeye ndiye kabaila. Na ngoja nikwambie, ndio maana wa Afrika, ndio maana wa Asia, ndio maana enzi za Amerika wakiwa utumwani waliwachukia makabaila. Katika masomo magumu ambayo huwa ninahubiri ni pamoja na hili. Katika masomo magumu ambayo huwa ninahubiri, na huwa napenda kuyahubiri maeneo ya mijini kwa sababu wao wanaelewa hawa wanyonyaji wanavyoingiza mirija na kufyonza na kufyonza na kufyonza, alafu wanajitajirisha. Lakini yuko kabaila mmoja ana vyote ni vyake, vyote ni vyake, na anataka vyote tuvilete, lakini anatoa na mtaji. Semeni amina. Anatoa na mtaji, akawapa mafungu kila mmoja 10. Lakini baya zaidi, anakwenda kutafuta ufalme. Atakaporudi atakuja tuombe. Hawa walikuwa hawampendi. Tuna Wasabato hawataki biashara. Kuna Waadventista hawataki biashara. Na kuna wengine wanalitisha kanisa kwamba kwa hali iliyofika sasa hivi unaunguruma wewe. Ngoja nikwambie, unaniungurumia Ibrahimu Ruhinda. Atakapokuja noble man kabaila, atakapokuja noble man nani kabaila, Bwana wetu Yesu Kristo, utamweleza vizuri. Hata kuja kama kuhani, hata kuja kama mwana aliyenyonya maziwa ya Mariamu. Atakuja kama mfalme wa mfalme, akiwa amesindikizwa na maserafi na makerubi. Anakutaka wewe utoe faida. Haleluya jamani. Utoe nini? Faida. Pastor, ni nini unachotaka utuambia? Fanya biashara. Fanya biashara. Hebu endelea msomaji kidogo. Unajua watu wanasema mchungaji naye bwana. Endelea hapo kidogo. Ikawa aliporudi ameupata ufalme wake, aliwaamuru waitwe wale watumwa aliowapa fedha. Awaitwe wote aliowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Ili ajue faida aliyoipata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akaja akasema, akasemaje?
Bwana, fungu lako limepata faida ya mafungu 10 zaidi. Wewe ulinipa fungu, lakini ile fungu lako nimelizalisha mafungu 10 tena. Semeni amina. Amen. Huyu anasema nimezalisha mbele ya nobleman, nimeleta faida mafungu mengine 10 tena. Unataka nikwambie, ninawasia kina dada mnaoniangalia, ninawasii vijana, ninawasii washiriki, tuleteni faida kwa Yesu. Haleluya jamani. Usije na hasara, usije na hasara, njoo na faida. Huyu kijana akasimama akasema, mimi kwa ile fungu lako nimeleta mafungu 10 mengine. Nobleman anasemaje? Akasemaje? Bwana akamwambia, vema mtumwa mwema. Akamwambia, vizuri mtumishi mzuri, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo. Akamtaja nilikupa tu kadogo, lakini umekuwa mwaminifu. Uwe na mamlaka juu ya miji 10. Nakupa miji 10. Yaani kama ni miji tungesema Mwanza, Musoma, Bukoba, Singida zote na wewe utatawala. Ngoja nikwambie, wale wanaofanya biashara, wale wanaoliwezesha kanisa, wale wanaotoa sadaka, wale wanaotoa michango, wale wanaonunua vitabu, wale wanaochangia shule, wale wanaofadhili kwaya, wale wanaofanya kazi za kanisa, Yesu atakapokuja sio wataenda mbinguni tu, bali watatawala pamoja na Yesu. Unajua kuna majitu mengine nasema, mimi nilikuwa Dar es Salaam, ulikuwa unaenda kufanya nini Dar es Salaam? Kuna mwingine ulikuwa unaenda kwenye msiba. Sasa unatuambia ulikuwa Dar es Salaam, tutakuelewa sisi. Nilikuwa Mwanza. Ulikuwa Mwanza kufanya nini? Inawezekana ulikuwa house girl. Kwenye nyumba ya mtu mmoja. Tutaenda mbinguni. Na vile tunaenda mbinguni kufanya nini? Tunaenda kutawala pamoja na nani? Hapo ile sasa mwenyewe kidogo. Okay, Yesu atapeleka kutawala. Semeni amen. Amen. Tunaenda kutawala. Na amesema kama ulizalisha 10, ninakupa miji 10. Ningeweza kuhesabu Bukoba, Mwanza, Musoma, Shinyanga, Tabora, Singida, Dodoma, yote, na wewe unafanya nini? Unatawala. Sasa kwa mbinguni panalinganaje? Maana watakatifu watakuwa ni wengi kama mchanga wa nini? Wa bahari. Ina maana ufalme wa Mungu ni ufalme ambao mwanadamu hawezi kuhisi. Tutatawala pamoja naye. Malaika watatuimbia kwaya, watasujudu mbele ya miguu yetu. Ngoja nikwambie, wale wote wanaokwenda mitaani, wanafanya biashara, wanafanya kazi kwa ajili ya Yesu, wakijua Yesu ni nobleman, ni kabaila, na wengi hawapendi kabaila kwa sababu ni unyonyaji. Mtaelewa kabaila alivyo. Endelea mbele kidogo. Akamwambia, mstari wa 18. Biblia inasemaje? Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Ulinipa fungu, mimi nimezalisha 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungu lako ambalo yule wa 5 yeye hakupewa. Hebu rudi hapo. Mstari ule wa 17. Akamwambia, wema mtu mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno hilo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Huyo ni wa kwanza. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungu lako limeleta mafungu 5 faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji 5. Hakuna kuzurumiana. Wewe ulizalisha 5, utatawala miji mingapi? 5. Twende mbele sasa. Akaja mwingine akasema, akasemaje? Hili ndilo fungu lako, ndio ambalo nililiweka akiba katika leso. Akasema, Bwana, hili fungu lako uliloliachia hili hapa nililiweka kwenye leso. Hapo mgogoro umeanza. Hapo kuna mgogoro. Hayo maneno tena anamueleza, unajua lile fungu lako sikulila mama, nilikuwa na shinda njaa, lakini nililitunza. Ulilitunza wapi? Kwenye leso. Kabaila unamwambia leso? Unatunza hela ya kabaila kwenye leso ya kujifanguzia jasho, ya kutolea mafua, unaweka hela ya kabaila? Utamuelewa vizuri. Twende mbele kidogo. Biblia inasemaje? Kwa maana nilikuogopa kwa kuwa mtu mgumu. Sikiliza kashifu. Anamwambia nobleman ni mtu mgumu.
kuna watu wanaogopa kufanya kazi ya Mungu. Kuna watu wanaogopa kumfuata Yesu Kristo, na waoga wote wameishia kwa waganga, wameishia kwa bibi huko mitaani, wanakwenda kuchanjwa, wanakwenda huko, wamemwogopa Yesu. Eti wanasema Yesu ni mtu mgumu. Wanawadanganya tu, hata iliandikwa ukijisaidia na wanasemaje? Ngoja nikumbuke vizuri. Wanasema hivi eti na wewe ujisaidie na Mungu anakufanya nini? Unaweza kumsaidia Nobomani wewe? Unamsaidia Nobomani wewe? Hakuna kumsaidia Mungu. Wewe fanya kazi ya nani? Ya Baba. Ya Baba. Usimsaidie. Hata kama fisi zinalala chumbani kwako zinafanya wewe sinzia. Ila wachawi ni wakali. Siku moja na mimi waliwahi kunitia mkwara. Nilihubiri hivi kumbe kanisani wamo. Nikaenda kulala. Nilipolala na maombi nikaomba, halafu nikalala. Nikasikia kitanda kinapanda. Nikajiuliza, hili godoro la awamu hii ni la Dodoma au linapanda linashuka? Nikapiga magoti nikaomba. Kadiri nilivyofuatilia nikakuwa muoga, mwili wangu ukaota upele kama ule wa baridi, ule wa nini, ule wa vinyweleo ule. Hali ikawa ngumu, na wakati huo natakiwa nitoke nje niende haja ndogo. Walahi sikwenda. Nikajijua sasa nilishakajifanya mwanaume, leo imefikia nini mwisho. Nikatetemeka na nini bahari. Kwa mbali nikakumbuka kwamba mimi ni mwana wa mfalme. Semeni amina. Amen. Na wala sikuomba Yesu niokoe na wachawi, na wala sikuomba Yesu niokoe na hao wataniua. Nilimwambia Yesu, nisaidie nipate usingizi mzuri, kwa kuwa wewe ni Nobomani, wewe ni Kabaila. Hata hawa nao wanaonipandisha na kunishusha, nao ni watumishi wako. Nilisinzia kwa raha zangu. Haleluya jamani. Usiogope. Wengine wanasema Yesu ana roho ngumu, tukimpelekea sadaka tupati chochote, tukimpelekea michango tupati chochote. Hilo ni kanisa limekuwa kama tundu, lina meza, hakuna tunachopata. Alisema yule watatu. Hayo sio maneno ya Ibrahimu Wehida. Soma msomaji, Biblia inasemaje? Mtu mgumu waondoa usichoweka. Eti wewe unachukua vitu ambavyo hujaweka. Hata mimi ngoja niwaulize, ni lini mlimkuta Yesu amewapa 50,000 ili mlete kanisani? Jamani, kamwambia hapo. Kuna majamaa na roho ngumu. Nyenka bimugambi. Nyena mugambira. Nikamwambia wewe unakusanya mahala ambapo hukufanya nini? Hukuweka. Jamani. Wavuna usichopanda. Wewe unavuna usichofanya nini? Usichopanda. Juzi nimemkemea mtu mmoja anasema kule conference wamekaa kwenye viti vinazunguka, wanakuwa wanaagiza leteni hela. Hivi na wao siwalete? Ndugu yao huyo alimwambia Yesu, leta na nyimbo zinatungwa, leta. Majamaa yananilepeana pale ofisini pale. Yaani kuagiza. Wewe unaleta maswali ya huyo wangapi huyo watatu. Usilete maneno ya wanaharakati ya wapigania uhuru kwa ajili ya ufalme wa wapi? Wa mbinguni. Kaza msuri msomaji tumalize. Akamwambiaje? Nitakuhukumu kwa kinywa chako. Hayo maneno mnayoyasema washiriki, hayo maneno. Na kuna wengine ni wataalamu wa maswali, wanasimama hapa wanauliza maswali. Sasa mimi niulize swali. Kuna swali na rafiki yangu, ila yeye huwa akasiriki, yeye huwa ni mtani wangu, hata kule nje watu tunapigana. Nikiniuliza tu naye atakuwa ameelewa kwamba hapo pastor amenipiga. Anauliza hivi, mimi na swali. Sasa tunachangia vile viti kule Bukoba, tunavichangia viti. Mimi na swali, tutakapomaliza na mahubiri vitaenda wapi? Ni vyako. Na hiyo hela uliyochanga ni yako. Kwa mdomo wako utafanya nini? Utahukumiwa. Ni vyako. Hata
akiamua akamaliza akaenda akavitupa pale baharini, vikaenda na nini? Na upepo. Ni vyake. Hata kwa kapumzi uliko nako ni kake. Hopo ananielewa. Semeni amina. Amen. Na watu tunywele tuzuri ni twake. Ni twa nani kule? Ni twa Yesu. Yaani kila kitu yote ni mali ya nani? Huruhusiwi kumuuliza swali nobleman. Nani yule? Yeye akisema leta, unafanya nini? Unaleta. Anampa nani? Haikuhusu. Make vyote ulivyo navyo ni vyake. Msomaji nenda mbele, karibu wanachoka watumishi wa Mungu, nimeanza kuwaona usoni. Akamwambiaje? Nitakuhukumu kwa kinywa chako. Kwa maneno yako nitakuhukumu. Mtumwa mwovu wewe. Mtumwa mwovu mchafu wewe. Ulijua kuwa ni mtu mgumu. Unaniambia mimi ni mtu mgumu? Unamwambia Yesu ni mtu mgumu? Unaniambia kanisa lake ni la wanyonyaji? Unaambia watumishi wa Mungu ni watu wanaosomba vitu? Umeniambia hivyo? Endelea msomaji. Ni ondoae nisichoweka. Unaniambia mimi nimechukua kitu ambacho sijakiweka, ina maana nitapeli. Na kuvuna nisichopanda. Unaniambia mimi navuna kwenye mashamba ya watu ambao sijapanda, kwa hiyo mimi mwizi. Basi kwa sababu hiyo, kwa maneno hayo, basi mbona hukuiweka fedha yangu kwa watoao riba? Tunaenda kwenye faida. Kama wewe ulikuwa biashara huwezi, ungeubeba ule mtaji wangu ukawapeleka kwa wale wanaotoa nini? Riba. Unajua kuna wengine wanasema kutoa riba ni dhambi. Toka hapa. Yesu akasema peleka hela kwa wale, ukimpa 100,000 anakurudishia 1,120,000. Yeye kinachotakiwa ni faida. Siseme amina. Amen. Wao wanasema kumbukumbu ya Torati hujaielewa. Ukisaidia maskini ndio utakiwa muombe riba. Lakini jamani, nenda kama mimi nimekuja na kuomba milioni 2, unaniambia utarudisha na ngapi? Hii inaruhusiwa. Semeni amina. Amen. Haleluya jamani. Akisema kama ulishindwa wewe kufanya biashara, ni mvivu, hujui biashara, hujui kurudisha change, hujui business, hujui, ungezipeleka kwa wale wanaorudisha nini? Riba. Kwa hiyo washiriki wenzangu, mimi kama mchungaji wenu ninawasihi, fanyeni kazi, mlete faida. Amen. Haleluya jamani. Amen. Mlete nini jamani? Faida. Alafu kale ka roho, kale ka akili kakudai ni vyetu, wanavuna wasipopanda, kashindwe kwa jina la Yesu. Amen. Maliza msomaji. Maliza. Biblia inasema ili nijapo niipate pamoja na faida yake. Nilitaka niipate ule mtaji wangu, nipate na faida yake. Endelea msomaji. Akamwambia, hayo anauliza maswali hayo. Nianza tukichangia shule, kwani watoto wangu watasoma? Kwani sasa kwanza mchungaji, nina swali kuuliza. Sasa kama mimi nimechangia na nikamaliza magoli yangu, mtoto wangu atampunguzia? Biblia hiyo maswali hayataki. Ni kama wale walikuwa wanamuuliza Magufuli hivi, sasa unanunua ndege na sisi tutapanda. Unataka tu tunapanda bure? Au kwa Watanzania iwe 100,000 kutoka Bukoba kwenda Msoma, kwa Mkenya 200,000. Unaipata hiyo? Kanuni ya biashara na kanuni ya kabaila hiyo haipo. Sisi ni kutoa, kwa kuwa hivyo vyote ulivyovitoa ni vyake. Amen. Endelea msomaji. Akawaambia waliosimama karibu. Akawaambia wale waliokuwa wamesimama karibu yake. Mnyang'anyeni hilo fungu. Nyang'anya huyu. Mkampe yule mwenye mafungu 10. Mumpe yule mwenye mafungu mangapi? 10. Kuna watu wamo kanisani hawataki kulitegemeza kanisa. Mtakaponyang'anywa tutawakumbusha. Mtakaponyang'anywa tutawafanya nini? Tutawakumbusha. Tegemeza kazi ya Bwana. Mtakaponyang'anywa tutawakumbusha. Yesu akawaambia wale walio karibu, mnyang'anyeni huyu, mpeni yule aliyekuwa aliyeleta faida ya vitu vingapi? 10. Usikubali kunyang'anywa.
Sema amina. Amen. Usikubali kutumika. Tumika. Usikubali kukumbushwa. Usikubali, mtumikia Yesu. Maliza msomaji. Wakamwambiaje? Bwana anapa fungu 10. Nawaambia, kila aliye na kitu atapewa. Wakasema sasa huyo tutamuongezaje mwenye 10 tena? Maana yake huyu tayari anayo 10. Tayari anayo mangapi? 10. Akasema na nyinyi kumbe mko karibu yangu, lakini akili ni ndogo. Kamata huyo, nyang'anya, mpeni huyo mwenye ngapi? Mwenye 10. Ngoja niwaambie, Biblia imeahidi kuwatajirisha na kuwafanikisha wale wanaomtolea Mungu. Semeni amina. Biblia imeahidi, Yesu ameahidi kuwawezesha na kuwarundikia zaidi na zaidi wale wanaomtumikia, wale wasio na maswali mengi, wale wasio na hoja nyingi, wale wasio na mashaka, watakabidhiwa vingi na vingi na vingi. Kuna watu wanakaa karibu na Yesu lakini hawataki kumwelewa kazi ya Yesu. Maliza msomaji, tutakwambia 26 kama sikosei au 27. Bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alichonacho. Sasa wale ambao hawana ndio unakuta wanalia, toa basi mchango. Sasa mimi nina 3,000 tu na dagaa sina na kitenge kilichanika jana. Toa kwanza. Acha maneno, toa kwanza. Yule mwanamke aliyekuwa anaokota kuni anamwambia Elia, ninaokota kuni, kuna kaunga tu na kachupa kidogo, tukale na mtoto wangu tufe. Elia akamwambia sawa, nyinyi mfe baadaye, lakini kanitengenezeni mimi kwanza. Ungelikuwa wewe, yaani Elia angepitia Bukoba, huyo mwanamke angemwokoa. Yaani kuna pete mbili za nini tu zile za ndizi zile huko wala kimunga, maunga yalikuja kwa ajili ya njaa. Hii nini? Tundizi tuwili. Na anaokota kuni atupike ale afi. Wewe unamwambia kwamba nipikie kwanza mimi nile. Sasa nitakupikiaje wewe kwanza ule wakati ni mbili tu? Elia akamwambia nipikie mimi kwanza. Sikiliza, ngoja niwaambie, tutegemeze kazi ya Mungu kwanza. Maliza msomaji, usikae, maliza kabisa, nataka tufunge somo. Tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, na wale wanaokataa kutawaliwa na nobleman Yesu, kabaila mkuu wa ulimwengu, waleteni hapa. Waleteni hapa. Twende mbele. Wachinje mbele yangu. Chinja wote hawa. Mstari wa 28. Biblia inasemaje? Na alipokwisha kusema hayo, alipomaliza kusema maneno hayo, alitangulia mbele, akipanda kwenda Yerusalemu. Akapanda kwenda wapi? Yerusalemu. Nataka nimalize maneno hayo aliyasema nje ya Yerusalemu. Maneno haya yamerudiwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3. Pale hatutasoma wakati wa kanisa la Filadelfia, tulipokuwa tunataka kuingia wakati wa Laodikia, aliambia mlango nimeuweka wazi. Mlango nimeuweka wazi. Hakuna anayeweza kuufunga. Kitu nilichofunga hakuna anayeweza kukifunga. Kitu nilichofungua hakuna anayeweza kukifungua. Mimi nimeweka wazi. Kanisa la Laodikia, kanisa la siku za mwisho, sisi tumefunguliwa mlango tufanye biashara. Tumefunguliwa mlango tufanye biashara. Tuitegemeze kazi ya Mungu. Wengine waliishi kipindi cha shida, kipindi cha kukimbia, kipindi cha mateso. Sisi tunaishi kipindi cha kujenga mashule, kujenga, kuhubiri, kufanya maefoti. Ndiyo kipindi chetu. Tufanye, na mambo ya kulialia tuache. Haleluya jamani. Nataka nimalize kwa kusema maneno haya. Yuko nobleman mmoja ambaye kila kitu ni chake. Ondoa fikira za kwamba unapolitegemeza kanisa wewe linakunyonya. Achana na kitu hicho. Achana na kwamba utafilisika kwa sababu ya kulitegemeza nini? Kanisa. Achana na kitu hicho. Achana na mawazo kwamba huyu Yesu hana sifa ya kukutawala kwa sababu hajakupatia. Vyote ulivyo navyo, vyote ni vya nani? Ni vyake. Kanisa la kwenda. Nafunga hotuba ya leo kwa maneno haya. Sabato ijayo tutakuwa Bukoba. Washiriki wote mnaalikwa Bukoba, wenye nafasi mwende Bukoba. Lakini napenda kumaliza kwa maneno haya. Kila mshiriki afanye kazi. Kama ni kuimba, imba sana. Kama ni kuhubiri, hubiri sana. Kama una duka, fanya sana. Kama unalima, lima sana.
na ni marufuku kuja kule shambani unatuambia sikupata. Ni marufuku. Mama ananishangaa. Hata ukilifungua duka ulete faida, usiseme eti wateja hawaji. Hayo maneno Yesu hata yasikiliza. Kinachotakiwa ni nini tu jamani? Ni faida. Na ndio maana nimewatangazia juzi mwanze kurudi jioni. Ngoja nikwambie, dhambi sio kuvuta ugoro tu. Dhambi sio kuzini tu. Dhambi sio kusema uongo tu. Dhambi sio kuroga tu. Dhambi ni pamoja na kupata hasara. Maana yeye ndani alikuwa anajidanganyaga hivi kwa kuwa hakutaki ugoro na hanywi pombe, lakini zile karanga zinaleta hasara, anasema sio dhambi. Nayo ni nini pia? Ni dhambi. Sinamaliza. Dhambi sio kuvunja siku ya Sabato tu. Dhambi ni kutengeneza hasara. Dhambi ni kufirisika. Dhambi ni kukosa mapato. Dhambi ni kushindwa kuitegemeza kazi ya nani pia? Ya Mungu. Usikubali. Sasa mchungaji, tutafanyaje? Na hii katoga, mrudi jioni. Juzi Elias ametoa somo moja hapa, nimelikuta mitaani. Alifundisha somo limesema hivi. Yeye angekuwa yeye asingelima saa hizi. Angefanya vibarua. Kwanza niliposikia hilo wazo nikataka kukimbia. Lakini mwishoni nikajielewa. Sio ile point yangu. Kwamba angekuwa anafanya vibarua, sio hivi vibarua wanavyofanya hao. Yaani huko kanisani kuna wapiga vibarua, akiona unga umeisha anaenda kufanya kibarua kanunue huko. Huyo mbinguni haendi. Sasa afanyeje kibarua? Fanya kibarua, ulipo 3,000, ule 2,000, utunze 1,000. Kesho ufanye kibarua, ulipo 4,000, utunze ule 2,000, utunze 1,000 ngapi? Nenda kwa siku 90, yeye anavuna maharage yake, wewe utakuwa umekusanya ngapi? Alafu kanunue uweke store. Nikasema tunaweza tukaungana na ile siku hiyo biashara. Lakini fanya biashara ya kilimo. Na ngoja niwaambie, kwa kumwambia nimejali kabisa na sina utani. Kama unaishi sehemu huna mapato, ama usije kurundikana mtu wewe wengi, huna lolote, ama huo ndio mfumo wa kanisa. Ngoja niwaambie, kama ilivyo hatari kunywa bia, kama ilivyo hatari kuzini, kama ilivyo hatari kwenda kwa waganga, ni hatari kuja kanisani huna mapato. Ninajua nitaondoka, wengine watakuja wahubiri tu kwa mahubiri mazuri. Unajua Yesu alitufia. Yesu ana sifa nyingi. Tutazihubiri mpaka atarudi akijamaliza kuzifanya nini? Leo naomba uende nyumbani unamjua Yesu ni mwana wa Mungu. Uende unajua Yesu ni kuhani. Uende unajua Yesu ni daktari ndiye anaponyaga ya mambo yote. Uende unajua, lakini sifa moja ulikuja ijua, yeye ni noble man. Kwa Kiswahili ni nani? Kabaila. Iko siku nitakuja na sifa nyingine ambayo hujaisikia. Yeye ni kabaila. Yesu ni kabaila. Yesu halimaki. Hutakutana na Yesu anapeleka dagaa sokoni. Utapeleka wewe, kama utaki mtaelewana. Yeye alikuja kufa msalabani na dagaa tena. Akateremsha na pale maboksi ya vyuma vya pikipiki. Hiyo unafanya wewe, semeni amina. Yesu asambaze maji humu barabarani. Hiyo unafanya wewe. Yesu apike chai watu waje wale. Hiyo unafanya wewe na upate faida. Ukipata hasara ujue una shetani. Maana yako utakuja kanisani unasema, kwa kweli. Haya mahubiri nayo. Kwa kweli ni hela. Una vitu unahubiri nini sasa? Kama ni mbinguni, Yesu aliutoa mfano huu alipokuwa karibu na Yerusalemu. Sikiza kipengele. Najua hujakifanyia kazi. Yesu alitoa mfano huu alipokuwa karibu na Yerusalemu. Alipomaliza kutoa mfano huo, akaingia Yerusalemu. Hiyo ina maana yake. Hiyo ina maana. Aliingia na wale waliokuwa tayari kufanya kazi. Haleluya jamani. Na amri ya ile inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako
yote. Kufanya kazi, kufanya biashara, kukusanya mali, kukusanya kila kitu. Na ninapenda niwaambie Waadventista, mimi niwaona wale ambao sio Waadventista wana raha kuliko sisi. Hayo mapagani tunayokwenda kwenye barabara ya Mkichafu na kitakapo pale yana raha yale. Hayo ya Mkichafu kwa sababu yenyewe wala hayajui. Sisi tunafanya nini? Tunajua. Ole wetu. Na anasema anayejua atapigwa sana. Tujitoe maisha yetu. Wangapi wanasema Yesu nijalie. Nijalie Yesu. Ninaenda kufanya kazi. Kazi za kiroho na kazi za kawaida. Ninaenda kufanya kazi, onyoshe mkono namna hii. Simameni wale wote mnaosema niko tayari. Leo nitawaombea. Wale wanaosema tumejua Yesu anataka tufanye kazi. Wasogee tuombe pamoja nao hapa. Wasogee hapa. Tunaapishana kwa jina la Yesu. Sogea. Aliye tayari. Wewe usimguse mwenzako, kila mtu hapa duniani kitaeleweka hapa. Tutakuwa tunakumbushana. Tunakumbushana kwamba umekumbuka mpendwa, tutaambizana na wala hakuna haja ya kupoteza muda. Sogea tuombe pamoja nao. Nataka niombe pamoja nao. Fanya biashara. Nenda kapande maharage yako na uhakikishe unavuna. Nenda kafanye biashara. Nenda ukahubiri. Nenda kafanye uinjilisti. Nenda kaimbe kwaya. Nenda kafanye kila kitu ili ulete kanisa. Hata wazee wa kanisa wanaosimama hapa wanasema budget ya mnamo hela. Kwenye budget sasa, kama budget ya mnamo hela tutafanya. Kuna mama mmoja leo hapa, sijui mama au kijana, sijaelewa, anataka hela. Yaani yeye hata ya mahubiri anaona mimi nachelewesha, tuende tumchangie hela yake, anaenda kutibiwa wapi sijui. Anaenda nyumbani kwao. Nyumbani kwao Kisongea. Mungu ampe amsafirishe. Haleluya. Anataka kwenda wapi? Songea. Na amekuja kwa wana wa nani? Lazima atoke na hela. Umeshatoa sadaka, wengine wametoa michango kule nje, na yule mama naye usimpitilize. Aende Songea. Sasa utafanyaje? Usipotoa Yesu anakuona kwamba leo umepitiliza wewe. Ndio maana ninahubiri kufanya nini? Unajua kuna mtu mmoja anauliza, lakini mchungaji, mbona kuhubiri mnyama? Hata kuhubiri mnyama sasa hivi tukisema tuhubiri pale center mnyama, kujenga tu jukwaa la kusimama kwa yule anayesema mnyama bihe. Au unasema uongo? Na ninakwambia Elia, Yesu anataka faida. Funga na kuomba kwa ajili ya nini? Ya faida. Safiri kwenda kwa wachungaji, waombaji, wainjilisti, walei wanaomwombea Mungu. Nenda. Mhazini. Yesu anataka hela. Anataka biashara. Anataka faida. Kama upati faida, nenda kwa waombaji. Pale South Nyanza Conference yuko mchungaji mmoja, ni muombaji hatari. Anaitwa Pastor nani? Yupo. Nenda Dodoma kwa Pastor Mbaga. Sio ende Kigoma na huko kwenda kufukizwa na kuchana. Hiyo ngozi unayochana machare ni ya Yesu. Mungu akupige kansa isiyopona kwenye hayo machare. Nenda kaombea kwa wachungaji. Hiyo ngozi ni yako. Uliwahi kuona wapi kiwanda kinachotengeneza ngozi za binadamu? Unanunua wembe kuichana. Eti mtu mmoja akasema, kwa nini, nilimuuliza yule mpiga chana, kwa nini unaichana hii ngozi? Akasema nimeichana kwa kweli yule mganga ni mzuri, hakuniwekamo madawa mabaya. Nikauliza wewe unajua? Akasema kwa kweli nilijua. Aliwekamo nini? Aliwekamo tu asali ili niwe mtamu kama asali. Mimi nikamuuliza kama asali uwe mtamu ili ni watu wanipende, ili wewe wanakuja wananikimbilia kama nini? Nikamuuliza wewe kukutana fuso limeandikwa ni mali ya nyuki. Nyuki si ndio anatengeneza asali? Si wanayachoma moto tukule kuchukua mwezo nini hizo? Tujitoe maisha yetu kwa Yesu. Haleluya jamani. Usije toa. Mtaji mchungaji ni shilingi ngapi? Mtaji wa kwanza ni uhai. Mtaji namba 2 ni afya yako. Mtaji namba 3 ni hiyo shilingi 500. Nunua usigure. Watu wanakula mitaji. Wewe nunua pale kwa miangapi? Umenye wote, alafu uweke kwenye zile mifuko mieupe.
Alafu uanze kutembeza kila mfuko 200, utapata 1000. Kesho unanunua mingapi? Ukipata 1000, Yesu anajua kuna faida. Haleluya jamani. Wewe wale wako unakuja hapa kanisani, unakuja unajua kwa kweli. Na wao wanaangalia na hali. Hakuna hali. Akija mchungaji hapa anakuambia kwa kweli. Hata mimi mchungaji nikienda conference kule nikasema ila kwa kweli wale washiriki wana hali mbaya. Wanakwambia sasa wewe tukutumie roli kesho uhape au tukutumie leo hii ukutana kule njiani. Hakuna hasara. Simseme amina. Hakuna nini? Hasara. Na wanaonung'unika hawataenda mbinguni. Wanaonung'unikia watumishi wa Mungu, wanaonung'unikia na muanze kurudi jioni. Kuna mafundisho makali. Alex Baguma Sabato iliyopita jioni alifundisha. Naona maajabu sasa wanaenda mbinguni ni wachache. Hawa wasio wanaojiita hawana lolote jioni hawarudi. Wanahubiriana ni wale walio na njoo jioni uanze kufundishwa. Ole wako uje mikono mitupu. Kuna mmoja ananiambia sasa sisi tutahamia AIC. Mimi kuna mchungaji wa AIC niliwahi kumtunza na mpelekea maharage, hana hela. Hata kodi ya nyumba wameshindwa kumlipia. Unapokwenda na kwenye kuna hali baya. Na kule ukienda narudia. Na kule ukienda ukifiwa utalipa kabla ya kumzika, lazima utoe hela wa muziki. Kubatiza mtoto wako utalipa mpaka utoe hela. Wale kule hawaimini, sisi huko unaweza kutupiga cheki. Lakini kule mnamalizana mapema. Juzi nilikuwa naongea na mama mmoja sehemu fulani akaniambia, kwa kweli warokole wanatusaidia kwa kweli. Mungu awabariki. Juzi yani nilikuwa na hali mbaya, nikaenda kuombewa. Yani waliniomba 2000 tu. Yaani ukiugua tu kwa warokole kabla mchungaji hajakuombea, anakuambia weka 2000 kwenye madhabahu ya Bwana. Weka 2000. Sisi kanisani tunakwambia ulete kabla huumwi. Haleluya. Ukiwa huu tena unaleta za kununua shule, unaleta za kujenga nyumba ya mtaa, unaleta za nini, unaleta piga kazi. Alafu sikilizeni, badilisheni na maombi. Kwa sababu tumekuwa na maombi ya ajabu sana. Mungu Baba, bariki chakula hiki kwa jina la Yesu Bwana. Mungu naomba tubariki saa ya kwenda kulala, tulinda na linda kila siku. Omba hela, omba gari, omba michango, omba mafanikio, omba ushindi, omba maendeleo, funga na kufanya nini? Kiasi mtu Sabato mimi natuangalia unaenda wapi kwenye saa ya kulala? Mungu nataka kulala vizuri. Mungu anasema hata usipo niombe utarata, hata marevi pale yanalala na wewe kulindiamo. Sasa Mungu bariki chakula hiki. Kuna majitu yanakula bila kuomba, mimi nayasaidia tu. Omba mali, omba mafanikio, omba vitu vikubwa. Semeni amina. Ombeni vitu vikubwa. Omba vitu vikubwa. Mnaomba tu vitu vidogo, mnaomba vitu ambavyo havieleweki. Omba mambo makubwa. Naenda kuwaombea. Yesu leo ninawaombea ombi linalofanana na sifa ya Yesu. Yeye ni kabaira. Sifa ya kabaira anataka nini? Faida. Hana mjadala. Narudia tena. Hili ombi linaweza likawa lako ukilipenda. Ukienda pale center pale ukaweka vipaza sauti, ukauliza Yesu ni nani? Watakwambia Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni Mwokozi. Yesu ni mwalimu. Yesu. Lakini hutapata atakayekwambia Yesu ni kabaira. Wewe una bahati kuliyosali leo. Yesu ni nani? Kabaira. Kabaira anataka nini? Alienda nchi za mbali kwenda kutafuta nini? Yesu yuko katika magalaksi ya mbali. Kwa kiti cha baba yake atavaa mavazi ya kifalme, atakuja duniani. Atakapokuja Yesu, sisi wote hatutakuwa watumwa tena, hatutakuwa watumishi tena, bali tutakuwa ni wana wa ufalme. Haleluya jamani. Vyote atatupa.
Yeye anasema vyote alipewa na Baba yake, na yeye anataka atupe vyote, na sifa ya kupewa wewe ulifanya biashara. Haleluya jamani, Mungu awabariki. Tuombe. Baba wa milele, mfalme wa amani, tazama kutano hili, wako walioelewa somo hili, naomba niwabariki. Yesu, umewapa mitaji, lakini wengine wakiangalia hata nyumbani na kwenye mifuko hawana hela, lakini wanapumua, hawajui kama ni mtaji. Wana afya nzuri, hawajui kama ni mtaji. Wamevaa, hawajui kwamba ni mtaji. Wakumbushe mitaji uliyowapa. Alafu Yesu, uliahidi kuwafanya wapate faida, wajalie kupata faida. Wale wanaofanya matengenezo, Yesu kawajalie. Wale wanaojali kuhudumu kwa ndani ya nyumba yako, wajalie katika miradi yao. Ziko aina mbili ya kazi za kimwili na kazi za kiroho, zote zinakuhusu wewe. Naomba zote uzibariki Baba wa milele, kwa kuwa wewe ni kabaila. Wewe sio kama wale makabaila wa dunia hii wanaovuna mahala ambapo hawakupanda. Wewe ndio uliyeumba dunia, wewe ndio uliyeumba vitu vyote vilivyomo. Wakumbushe kukurudishia. Lakini wako wachache, sio wengi sana, wao wanapanga kukimbia kwa sababu hali ya huko ndani ni kama imewashinda. Wanasema wewe unavunaga tu, yani wewe ni kukusanya hela zao tu. Kwa jina lako Yesu, jina lenye nguvu, watakaposubutu kutoka, uwapige, lakini utunze uhai wao ili warudi kanisani wafanye biashara. Warudi. Wakitoka tu wapigwe, alafu warudi. Sio wasiangalie Yesu kwa sababu unawapenda. Warudishe, wafanye, uwabariki, watajirishe kwa ajili ya kazi yako, na uwe na nguvu ya kufanya kazi yako. Wajue katika sifa zako wewe ni number man. Naomba wabariki. Lakini Yesu, umewapa mikosi, watafanyaje na mikosi hii? Uiondoe kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Umewapa hata kugundua vitu hawajui kugundua, tengeneza akili zao zikae vizuri. Umewafanya wawe na magonjwa, haribu magonjwa yote katika nyumba zao ili waweze kukuhudumia vizuri. Kama iko mikosi ya mama zao ya rana iliyofanyika zamani, wengine walizindikwa kwenye makaburi na damu za wafu, leo ziondolewe kwa damu yako Yesu. Wengine wana mapepo magumu mazito ya upande wa baba zao ya kiganga na kichawi, kwa jina lako Yesu yaondoke kwa mamlaka ya uweza wako. Wengine wamelaniwa, wametupiwa mikosi, Baba wakomboe ili waweze kukutumikia kwa mamlaka ya uweza wako. Wengine wana siri nzito zimefichwa, siri nzito zimefichwa, Baba fukua siri hizo ziharibike kwa jina lako Yesu. Alafu wote wastahili kuwa wana wa mfalme. Utakapokuja Yesu, wapate uzima wa milele. Asante kwa kuwa umenisikia. Asante kwa kuwa unatenda. Asante kwa kuwa utajidhihirisha. Asante kwa muda mfupi, ndani ya miezi mitatu watu waanze kubarikiwa. Walete ushuhuda, walete ushuhuda. Nilikuwa na magonjwa yamepona Baba, nilikuwa na mikosi imeondoka Baba, nilikuwa sifanikiwi nafanikiwa sasa, nilikuwa na uzembe si uzembe tena. Ndani ya miezi mitatu Baba, tumejiombea hapa, watende maajabu. Tenda maajabu, tenda maajabu. Yesu, shuka utende maajabu. Leta tetemeko, nguvu za giza zitetemeke na kuondoka. Leta tetemeko, leta tetemeko Yesu. Ponda mawe, fukua, ziba mashimo, ng'oa visiki vya ibilisi vilivyokaa kwa muda mrefu. Ninaamini Yesu umenisikia, unaenda kutenda maajabu. Kwa jina la Yesu tumeomba, amina. Mungu awabariki sana.